damu yake. Uislamu umekuja kwa dharura ya mambo matano. Uislamu umekuja kwa dharura ya mambo matano, wahiya damu ya mambo matano: hifdhu dini, kuihifadhi dini, kuipa heshima dini, biqatli murtadi, kwa kumuua mtu ambaye kwamba ametoka katika Uislamu, alladhi yatalaabu bidini, ambaye wacheza na dini. Mtu huyu ni halali kuuliwa. Hifdhul aqli, Uislamu umekuja kuhifadhi akili ya mwanadamu. Mwanadamu au mwanadamu wa kisawasawa, kiwa akili yake haiko timamu. Kwa hivyo Uislamu umekuja kuhifadhi akili ya mwanadamu, bihifdhi min kulli ma yakunu min almuskirat, kwa kumuhifadhi kila linalomdhuru yeye miongoni mwa vilevi walmukhaddarat. Uislamu umekuja kuhifadhi akili ya mwanadamu. Uislamu umekuja bihifdhi nafsi, kuhifadhi nafsi ya mwanadamu, biqisasi min alqatil, kumlipiza kisasi yule aliyeua. Uislamu umekuja bihifdhi almal, kuhifadhi mali, biqat'i yadi, kwa kukata mkono wa mwizi, wa qati' tariqi, na wale majambazi. Wa hifdhi alilmi, vile Uislamu umekuja kuhifadhi heshima ya mtu. Haifai kumvunjia heshima mtu, haifai kumsingizia mtu. Ukimsingizia mtu amezini na ikabainika kwamba sivyo, basi wewe utasimamishwa hadi adhabu. Bijaldi alqadhifi, kwa kupigwa bakora ya kusingizia, alladhi yakufu almuslima bizina, yule amekwamba kusingizia Muislamu amezini, basi hukumu yake kupigwa bakora. Maashara muslimin, ndio Mtume asema la yahilu damu muslim, si halali damu ya Muislamu, si halali damu ya Muislamu kumwagwa. Faman shahida anna la ilaha illallah, yule ambaye kwamba ya shahada kwamba hapana mola pasipo kuabudiwa kwa haki, na akashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, fa innahu dakhala fil Islam, yeye ameingia katika Uislamu. Wa harama damu, na ni haramu damu yake kumwagwa. Wa maluhu, na mali yake pia ni haramu kutwaliwa, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani mshikilie, umirtu, nimeamrishwa, anukatila nasa, nipigane na watu, hata yashhadu an la ilaha illallah, mpaka washuhudie kwamba hapana mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wa yuqimu ssalah, na wasimamishe swala, wa yutu zaka, na watoe zaka. Fa idha fa'alu dhalika, watakapofanya hilo, asamu minni, wamehifadhi kwangu mimi,
dima'ahum, damu zao, wa amwalahum, na mali zao, illa bihaqqi islam, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Nao ni umeua na umezini na zinifu wamekuwa ushauri, hiyo ndio haki ya Uislamu. Wa hisabu ala Allah, hisabu yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faman adhhara al-islam qabilna, yule ambaye kwamba atakubali Uislamu, akadhihirisha Uislamu, tukubalia. Maana kwa wao sisi hatujui, la ya'lamu ghaiba illa Allah. Kuna anayejua maji, yule atakayedhihirisha kwamba Muislamu, qabilna, tukubali kwamba Muislamu na atahifadhi mali zake na damu yake. Wahtaramna damahu, tutaheshimu damu yake, waidhahu, na cheo chake, wa malahu, na mali yake, waswara lana, yatakuwa ni ndugu yetu. Yani masala ya udugu wa kweli ni udugu wa Uislamu, si udugu wa nasab. Udugu wa Uislamu ndio udugu. Wala yajuzu taaddi alayhi, haifai kufanya uadui illa irtakaba, watakufanya ahada thalathatu, moja katika haya matatu. Fa innahu, yeye yahilu damu, ni halali damu yake, walau kana musliman, hata kama ni Muislamu. Hifdhan lidharurat, kwa ajili ya kuhifadhi, kuchunga zile dharura. Wa hadhihi al-umuru hiya, na hayo mambo nao ni haya. Al-awwal, la kwanza, an-nafsu bin-nafs, nafsi kwa nafsi. Umeua na wewe uwao. An-nafsu bin-nafs, umeua na wewe uwao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumul qisas, mumefaradhiwa kwenu nyinyi kisasi. Yani kisasi ni fardhi. Fardhi ni jambo la lazima. Kutiba alaykumul qisas, mumefaradhiwa kwenu nyinyi kisasi, yani fardhi. Falqisas fardhun, kisasi ni fardhi lazima. Idha qala bihi almadni alayhi, yule mwenye kukosewa atakapotaka kisasi, ni lazima alipize kisasi. Au walimu au fiye, lakini ni wali wako afara mduru, mtoto mdogo, wali wake akadai kwa lazima kisasi, ni lazima. Wajibu ala wali al-amri an yunafidha qisasa hifdhan lid-dima, lakini hutolipiza wewe. Ule kulipiza kisasi si ulipize wewe mtawala, kwa sababu kisasi kimeletwa kwa ajili ya kulipa damu. Sasa wewe kama utalipiza wewe, watu wake ndio kulipiza wewe, watu wako mafanya waliolipiza hii famili. Sasa yeye kaiwe kwa mzima ukoo kwa ukoo, lakini akilipizwa, akichukuliwa na serikali, akiuawa
kutiba alaykum al-qisas, umefaradhiwa kwenye kisasi. Falqisas fardun, kisasi ni faradhi. Idha qala al-madni alayhi, anataka kulipiza kisasi yule aliyekufiwa. awwal wa yajibu, na inapasa ala waliyi al-amri an yunafidha al-qisasa hifdhan lil-dimaa, yule wali kwa yule aliuliwa, waliyu al-amri yule kiongozi apitishe kisasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wala fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun, muna nyingi uhai katika kulipiza kisasi yenye wenye akili. Uislamu ni dini ambayo kwamba imeweka mambo vizuri. Iwaje mtu ameua na yeye auliwe, alafu kuambia kuna uhai katika kumtasasi kwa uhai, watu wawili wameuliwa, alafu kuambia kwamba kulipiza kisasi kuna uhai, kuna uhai. Faidha tulika al-qisas, kisasi kinapoachwa kisitimizwe, sufikat dima, umwagika damu nyingi, kwa sababu mimi nimemuona yule amekuwa mdogo wangu ama mkubwa wangu ama amenilia mwanangu, na muona yotembea kwanza, siwezi kumwacha, tamuua. Watu wa kwao nao watakuja wateue, watu wa kwetu nao watakujuhuku lili ya uwazi, familia zima, familia kwa familia, kuja mpaka inakuja kwa kabila. Lakini wakiuliwa wengi basi shawishi ila naua na kila mmoja atakukorana. Faida ya kisasi kinapoachwa, sufikat dima, damu mwagikani, wantashara al-qawm wa-ruhu, na ikienea moja fil mujtama, katika mujtama. Amma idha qutila nafsun wahida, ama inakuuliwa nafsi moja dhalima, iliyoua naye, irtada al-jamii, wote wengine wataogopa ile nafsi iliyoua na yeye kuonekana kwa magauliwa, wale wengine wataogopa. Wa amina al-mujtama, na mujtama utakuwa na amani. Wa umina dima, na damu zitahifadhika. Wa hadha la yakunu illa bil-Islam, sheria hii hauwezi kuipata isipokuwa kwa Waislamu. Ama nidhamu za kikafiri na nidhamu za kuwanadamu, fa innaha tamna'u al-qatla wa tahmi adh-dhalima wal-mu'tadi wa tusaidu. Nidhamu za kikafiri, nidhamu za kibinadamu zakataza kuua alouwa, za muhami dhalimu na za kusaidia dhalimu. Hizo ndizo nidhamu za kikafiri na za kiwanadamu. Wala dhambu al-bashariya alayhi, wala nidhamu za kikafiri alimuhurumia alokosewa. Wala dhambu al-mujtamaa
kwamba mujtama utaaibika, watu watauana, watu wataishi na hofu hawajali. Wa innama tarhamu dhalima limutalihi wa tahmihi, yule dhalim ndio watakao hami, yule dhalim ndio watakao hami, na wakifanya mkubwa zaidi, yani wamefanya mkubwa zaidi, watahukumu kumfunga, wameua hapo hukumu ya kuuliwa, ya kufungwa. Pengine kwa miaka 10, miaka 20, alafu kisha kuja na msamaha, badala ya kuwa mtu ameua ndio akapewa miaka 20, alafu baada ya miaka 10 asamehewe na wamtoe. Wahum yushi'una faqat annahum hakamu alayhi bihadha, wao wamemhukumu kwa hukumu hii. Wa amma tanfidhu falaysa hunaka tanfidhu, ama kupitisha hukumu ya sawa, hapana kupitisha hukumu ya sawa. Wala mubila lau yapitishwa basi fainahu la yati haiti. Islamu zile adhabu ambazo kwamba imewekwa lau zafanywa, basi watu wengi wangekuwa na heshima zao. Umeiba wakati mkono, umeiba uwezo wa nguvu wa kukata watu mapanga, wakatoa mguu na mkono kinyume, umezidi wauawa, umezidi ni moto wa kuuawa. Yani usije kuona tukafikiria afanye ufisilifu, usifikirie kabisa afanye ufisilifu, tena usipitishwe kwa adala, kwa uadilifu. Pia huko zisipitishwe kwa uadilifu, pia kwenda vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, law anna Fatima binti Muhammad sallallahu la qata'tu yada. Uadilifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lau binti yangu Fatima angeiba walqiswasu minhu biqatlihi, na kisasi ambacho kwamba ni sawasawa kumuua. Ya ayyuhalladhina amanu, yajibu luamini, kutiba alaykum alqisasu, mmefaradhiwa kisasi fil qatla, katika wauwa, al-hurru bil-hurr, hurru kwa hurru, wal-abdu bil-abdi, mtumwa kwa mtumwa, wal-untha bil-untha, mwanamke kwa mwanamke. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil-ma'ruf wadau ilaihi biihsan, kila ambaye kwamba atasamehewa basi na atekeleze kwa uzuri. Dhalika hilo takhfifu min rabbikum, ni ukhafifu tokao kwa Mola wenu, wa rahma, na ni rahma. Faman ihtada ba'da dhalika, kaifanya watu tena baada ya hapo, falahu adhabun alim. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, kuna nyinyi katika kulipiza kisasi uhai, enyi wenye akili, hakika mtamcha Mwenyezi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa katabna alayhim fiha, tukawapatia
bi'ain, jicho kwa jicho. Memtoboa mwenzako jicho lake na wewe kwa nini tobolewe jicho. Wal anfa bil anf, pua kwa pua. Wal udhna bil udhni, sikio kwa sikio. Wasinna bisinni, jino kwa jino. Wal juruha qisas, hata jeraha ina kisasi. Waman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratu, atasamehe basi. Waman lam yahkum ma anzala Allah, na yule ambaye kwamba hatahukumu kwa kilichoteremshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faulaika. Hapa lau qatala rajulun sabiyan saghiran mauludan, lau waua mtu yaua mtoto mdogo alizaliwa leo, au nasaa, au atakuwa mtoto alizaliwa isai moja, kharaja wastahalla, amezaliwa na akalia, amezaliwa na akalia. Kharaja wastahalla, amezaliwa na akalia. Yuqtalu bihi, atauawa. An-nafsu bin-nafsi, nafsi. Walmaqsudu min nafsi huna almasuma, na malengo ya nafsi hapa ni kuhifadhiwa. Wakadhalika hal yuqtalu walid biwaladihi, je, katika Uislamu mzazi yuauliwa kwa kumuua mtoto wake? La, Uislamu haumhukumu mzazi akimuua mtoto wake, liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yaqtulu walidun wala yuqtalu walidun biwaladihi, hauliwi baba kwa kumuua mtoto wake. Wa yuqtalu waladu biwalidihi, mtoto huuliwa kwa kumuua mtoto wake baba. Wala yuqtalu muslimu bikafir, wala muislamu hauliwi kwa kuwa amemuua kafiri. Kadha qala nabii sallallahu alaihi wasallam, vile vile alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi sahihi, sawa kana kitabiyan, ni sawasawa awe kafiri kitabia au yahudia, au ni myahudi au nasrania, au ni mnaswara, au ndiwe Muislamu kwa kumuua asiyekuwa Muislamu. Haya Mwenyezi Mungu akidari abi alayhi alladhina yastami'una qawla wa sana wa aqimus salat. Kuna beti zipo ila ini dia semua ini lagi. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
والحمد لله